Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 3 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Majaliwa ataka uzalendo ATCL, aliagiza shirika lisimamiwe huduma za ndege mikoa yote, akerwa kukatisha safari, ahimiza usafiri wa anga udhibitiwe. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali yatoa bilioni 710 bomba la mafuta, habari katika ukurasa wa 7. Uchumi waimarika miaka 60 ya muungano, imani utulivu vyachangia miradi ya punguza umaskini, demokrasia uhuru safi, hoja 15 za malizwa miaka mitatu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika CCM yakemea kumtenganisha Samia na JPM, habari katika ukurasa wa 3. JK asante Samia, napenda kukabili malaria, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 7 gazeti hili. Marekani kuipa Tanzania bilioni 980 kukabili ukimwi, habari katika ukurasa wa 7. Waandishi Channel 10 Star TV wafa jalini, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi zimeandika gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kampuni 30 zaitaka mwendo kasi, zawasilisha maombi kukabidhiwa uendeshaji, zimo 2 za wazawa na nyingine za nje. Kihamia aeleza kinachoendelea, Kafulila naye atia mkono. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika nukuu, kuna zaidi ya kampuni 30 zimeomba mchakato wa manunuzi unaoendelea bado hujakamilika, ila muda ukifika tutawabarisha umma, ni nukuu ya Dr. Athman Kihamia. Gazeti hili limeandika anayedaiwa kuua mkewe na kumzika ndani, kubaka mtoto kizimbani, habari katika ukurasa wa 3. ATCL kupewa terminal 2, Majaliwa aonya watumishi, habari katika ukurasa wa 2. Mbowe asimulia mbinu aliyotumia kutoroka nchini, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika mvua zaleta maafa, mikoa mitatu za haribu barabara, habari katika ukurasa wa 6. Basiru Faye kijana mfungwa huru aliyeshinda kiti cha urais Senegal, habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumatano leo. Lakini pia nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia koleza kasi uwekezaji ATCL, ndege mpya aliyonunua yatua da yafanya shirika kuwa na ndege 14. Majaliwa ataka uwekezaji ATCL uwe kichocheo ukuaji wa uchumi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Waziri Dr. Biteko afunguka akizindua kiwanda cha EA Corp, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Kikwete anika mbinu za kutokomeza malaria, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Makonda arusha kombora mapokezi ya ndege mpya, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika miaka mitatu ya Rais Dr. Samia yapaisha Tanzania kidiplomasia, habari katika ukurasa wa 2. Jumuiya za kiraia zinazohatarisha amani usalama wa nchi za onyo, habari katika ukurasa wa 3. Israel yakasirishwa na Marekani kujizuia na kura ya Gaza, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika jukwaa la uwezeshaji mwanamke kiuchumi kata ya Kimara wafanya ziara kikazi, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CAG mstaafu Alonga, kuna ulegevu kuwajibisha wanaotajwa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likipambwa na picha ya CAG mstaafu Ludovic Uto. Simulizi walioambulia kiduchu bomoa
bonde Msimbazi aliyetarajia milioni 200 ambulia milioni 16, mwenzake asafisha uso kwa shilingi 27,000. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Taasisi dini zatajwa utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika ATCL yapokea ndege ya 14, Majaliwa aonya ukatishaji ruti. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali yazuia kiwanda cha chai cha Mo kufungwa. Habari katika ukurasa wa 5. Mke adaiwa kupata tatizo la akili, mume kudhulumu nyumba yake. Habari katika ukurasa wa 7 gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika P Diddy atoweka usalama wavamia nyumba yake. Habari katika ukurasa wa 24. VC News na hisi kukosa hamu ya kucheza. Habari katika ukurasa wa 22. Pigo Ahli Mamelodi kicheko Simba Yanga. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia Dr. Mwinyi 2025. Gavo asema wamefanya mambo makubwa ya maendeleo, wanastahili kuungwa mkono na Watanzania lazima wapambaniwe, walindwe kwa wigo mpana. UWT yapongeza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi cha Tanda, eleza walivyoshuhudia kazi nzuri iliyofanywa kati ya mikoa 17 na wilaya 84 walizofanya ziara. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Maagizo manne Majaliwa ATCL. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Faida miaka 60 ya muungano zatajwa. Habari katika ukurasa wa 3. Kishindo sekta ya madini miaka 3. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri wa madini Anthony Mavunde ametaja mafanikio yaliyopatikana katika sekta hiyo kwa kipindi cha miaka 3 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kufanikisha maendeleo makubwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Abdullah aagiza uimarishaji miundombinu mawasiliano. Habari katika ukurasa wa 5. Ahukumiwa kunyongwa kwa kumuua kaka yake. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili likiandika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Musoma imemhukumu kunyongwa hadi kufa Baru Nyaigera baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kumuua kaka yake Mariba Nyaigera. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mobewa ngoma nzito. Makada CCM wataka waliotaka kuzuia uraisi wa Samia wabanwe. Habari katika ukurasa wa 2. Mbowe bunge ni zaidi ya mnyukano. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mfungwa wa ujangili atoroka gerezani, achomoka akiwa chini ya ulinzi wa askari mwenzake adakwa. Habari katika ukurasa wa 3. Falsafa ya Samia yageuka tuno. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika NMB yafuturisha wateja Zanzibar. Makala mafanikio ya TANAPA miaka 3 ya Samia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mambo 11 kuangaliwa mikataba ya gesi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Boeing 737-9 Max imetua, ni historia ya uwekezaji wa Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 3. Wadau wachambua miaka 3 ya Samia, waeleza mafanikio kiuchumi, kisiasa, elimu. Habari katika ukurasa wa 3. Waandishi wawili wafariki katika ajali Pwani ni Abdallah Nanda na Joseph Kibiriti. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali ya awamu ya 6 yaongoza kwa utatuzi wa kero za muungano, eleza mafanikio lukuki yaliyopatikana. Habari katika ukurasa wa 2. Baadhi ya jumuiya za kiraia zinashiriki ugaidi. Masauni azindua kampeni usajili wa jumuiya za kiraia. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo. Lakini pia gazeti hili likiandika michezo, ulinzi, kambi ya Yanga usipime. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika pressure imepanda, Al Ahly walia na benchika, kocha Mamelodi ataja kizuizi. Ni hapa tutahakikisha timu inapata wakati mzuri
wa mechi hii ya Ijumaa Machi 29. Tunaamini makocha wetu. Habari katika ukurasa wa pili. Wakati wanaofuata Elmeleki kule Rwanda walisafiri 2000 kuifuata timu yao ikishinda huko huko. Kwa hiyo undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni Simba dhidi ya Al Ahly saa 3 usiku Ijumaa Machi 29, uwanja Benjamin Mkapa dhidi ya Al Ahly. Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns ni usiku Jumamosi Machi 30 kwa Mkapa dhidi ya Mamelodi Sundowns. Gazeti hili limeandika ni aibu kumuona Pacome bure, siri ya kipara cha Katwila. Habari katika ukurasa wa 14 na ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Ngoma ngumu Arsenal, kijasho kinawatoka baada ya kutambua kwamba ratiba yao ni ngumu sana kabla ya kwenda kuwakabili. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika La Liga kesho kutwa ni Cadiz vs Granada, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku. Milandila, pata nakala yako, some kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba yarejea da na siri nzito. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. 6 kukamilisha kikosi Yanga. Nyota 6 wa mabingwa wa soka Tanzania bara Yanga wanatarajia kujiunga na wenzao kesho kujiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns uwanja wa Benjamin Mkapa Jumamosi. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. FIFA Series yampa jeuri Morocco. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Sukari wa Zuchu wafikisha watazamaji milioni 100. Habari katika ukurasa wa 21. Kapombe aimaliza Al Ahly. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.